kwa siku ile ya juzi, alafu jana ndio siku ambayo waliokuwa wamepanga bwana harusi aje pale kuja kumchukua mkewe. Lakini unajua unavopanga wewe hivi sivyo linavyokuwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wewe unaweza ukapanga hivi afu Mwenyezi Mungu akaleta mitihani ya hapa na pale. Kwa hiyo kuna balaa kuna sintofahamu ambayo imeingia pale kati. Mpaka ikampelekea mama wa bibi harusi akaanguka ghafla, akapoteza fahamu kwa sababu ana asili ya pressure. Nadhani sina uhakika kama ni ya kupanda au ya kushuka hapo kati ya hiyo kitu. Lakini baada ya hapo yule mama akapelekwa kwenye dispensary ya karibu pale, akafanywa tiba, ametundikiwa drip kama 3, akapata nafuu. Kwa hiyo lile swala la dharura ile iliyotokea baada ya mama kuwa mgonjwa ghafla, hata bibi harusi nadhani singekuwa na furaha kusema atoke pale aelekee kwa mume wakati haelewi hali ya mama yake mzazi iko vipi. Baada ya kufanyika tukio hilo, mambo pale yalikuwa yamezizima. Kwa hiyo sherehe zilisitishwa. Watu angalie kwanza mambo ya ugonjwa, sio tena sherehe. Lakini cha kushangaza, mama anaendelea vizuri, ikatolewa ruhusa pale bwana tuendeleeni kwa sababu walikuwa kuna kimziki kilikuwa kimeandaliwa pale, tafrija fupi ile mziki ulikuwa umekuja pale, watu waweze kumpa chochote kile kwa sababu na yeye mwenyewe bi harusi ni mtoaji. Sasa isingekuwa busara sana aondoke pasipo kuwekewa mambo kama hayo. Na kama tunavyoelewa Waswahili bwana, ili upate kuletewa kitu lazima uweke rusharo, uweke mziki ili uweze kuletewa zawadi kwa wale wenzangu na mie watoto wa mjini wanaopenda tunzana. Sasa wakati lile swala linafanyika pale, bi harusi ameandaliwa ili atoke pale aweze kupewa stahiki zake. Walitokea wapambe wa bwana harusi miongoni mwa wageni waliokuja na bwana harusi kuja kumchukua mke yule. Na wageni hao walikuwa wametokea maeneo ya Midizini, ambao ndo wametoka Midizini huku Manzese hiyo kuelekea maeneo ya Kigogo hapo, kwenye Kigogo maeneo ya kituo cha polisi, wanasema polisi posti. Umeona, wakaanza pulukushani pale, wakambeba kuanzisha fujo, wakambeba yule bibi harusi, mambo yakafarakana pale, ngumi zikaanza kulika, kitu ambacho kinakuwa sio binadamu. Niwaambie tu na niwasi jamani, sawa ni familia, sawa ni jirani, umealikwa na yeye umealikika, basi kuna muda mwingine msiwe mnapenda kufanya vitu vya nguvu, vitu ambavyo visivyokuwa na msingi na kumpa hasara yule bi harusi, kwa sababu kuna mtu mwingine hatoi zawadi mpaka muone mlengwa. Mimi nataka nimpe bi harusi 200,000, nataka nimpe bi harusi 500,000. Sasa 500,000 hiyo ipitie sijui kwa shangazi. Kama tunavyojua hakuna kitu kilichokuwa balaa kama pesa. Pesa ina shetani, pesa ina ibilisi, pesa sijui nisemaje. Mtu unaweza ukampa shilingi 100,000 akaja akakwambia ulilipa 70,000. Vitu kama hivyo vipo. Sasa mnapokuja mmemchukua bi harusi, mwenyewe alikuwa anasubiria fadhila aje alipwe na yeye kwa wale watu ambao waliokuwa wamewapa. Mmembeba bi harusi, mmembeba kwa fujo, mmemleta kwa makelele kiasi ambacho mpaka watu wanapigana hapo, amani tena inakuwa hakuna. Inakuaje? Yaani wewe mpambe, wewe mgeni tu uliokuwa umealikwa, tena mwingine hata kijola cha shughuli imemshinda shilingi 8,000. Yeye baraka dandia tu zile pombe za kupima, ameshakunywa kwa mwenzie kanunua 500 na yeye kaonja, akili yake imekuwa imeconfuse, basi anakwenda kuanzisha fujo ambazo hazina msingi. Jamani, tuwe wastaarabu. Na si kwamba labda mtu kufanya shughuli nje ndo ionekane kama si shughuli ya kistaarabu. Lasha. Kupanga ni kuchagua. Hata hizo kumbi unaweza ukaenda kununua takreti 5 ukapewa sehemu, ukapamba na mambo mengine yakaenda. Sasa tunavyoamua kuweka pale, kuna baadhi ya watu wengine hawana hata viatu vya kutokea pale walipokuja navyo ukumbini. Na ndio maana watu tunaamua kwamba tuweke rusharo nyumbani, yeyote atakayekuwa anajisikia awe peku akiwa amevaa viatu vizuri, akiwa vimetoboka, aje na yeye anipe support kuhusiana na ile swala ambalo ninaloliendea. Kwa hiyo isifikie hatua mpaka mkawasababisha watu wajute kufanya shughuli majumbani. Ukiuliza kwamba kuna wale familia wanaokuja kuoa, wanakuja saa nyingine wanachotaka wao wakifanya na kuwa sio binadamu. Kwa hiyo kwa siku ya leo mkata shombo nimepeleka hapo maeneo ya Kigogo kwa siku hii ya jana. Kwa kweli kitendo alichokifanya mimi sikupendezewa nacho.